Shabani, hongera kwa nusu finali nyingine. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu, mechi imeisha salama. Mategemeo yetu ni kutoka hatua hii kwenda katika hatua nyingine. Kwa hiyo hatua hii imepita, tunashukuru, tunaenda kwenye hatua nyingine. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu, naona mechi ilikuwa tough. Vijana walikuwa wanafika miguuni, lakini tumemaliza mechi. Nafikiria mwalimu ataangalia pamoja na madaktari, wachezaji wetu watakuwa kwa vizuri kwa sababu tuna mechi nyingine Jumapili. Yes. Sawa. Kipi kilikuwa bora kuelekea kwenye mchezo huu, kwa sababu ni kama furaha ilikuwa ni ya kutosha baada ya kuvuka kwenye robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika? Tumefurahi, wachezaji wetu wamecheza vizuri. Hilo ndio la msingi ukiachia yote. Lakini wachezaji wetu wamecheza vizuri, na chochote tunahitaji sasa hivi sio pointi za nini, lakini ni kuvuka kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine. Tunashukuru Mungu tumeingia nusu finali ya pili ya nyumbani. Tuko kwenye nusu finali ya shirikisho, lakini tumeingia kwenye nusu finali nyingine ya federation ya nyumbani. Kwa hiyo cha muhimu zaidi ni hilo tu, lakini kwa kiwango cha wachezaji wetu tumeona baina ya timu ya ligi daraja ya kwanza na ligi kuu tofauti wake. Tumeonyesha Mbeya City kwamba si ni nani, hata kama walimpa adhabu lamba, lakini tumeonyesha kwamba tofauti wa ligi daraja ya kwanza na ligi kuu ndio huo. Kwa hiyo tumepata matokeo, hatuna lingine, tunashukuru. Sasa hivi tuko kwenye maandalizi ya kwenda kwenye mechi dhidi ya Stellenbosch ya South Africa. Hilo ndio la muhimu. Lakini nimesikia kuna watu wanazungumza maneno. Huwezi kuacha mashindano makubwa ukacheza Ramadhani Cup kama vile ya Muungano. Nimemsikia msemaji wa timu moja anaongea ovyo. Wamrekebishe kauli, unapokuwa kiongozi lazima unawaongoza na wao. Usiwe wewe akili zako haziko sawa na wengine wa akili zao mbovu. Sisi tuko kwenye mashindano. Mechi ya Muungano inaanza tarehe 21. Si tarehe 20 za mechi. 27 tunamalizia mechi dhidi ya Stellenbosch South Africa. Na ndo siku ya mechi ya mwisho ya Muungano. Kwa hiyo lazima tuende kwenye mashindano makubwa. Tumewachia wao mashindano yote ya nyumbani, Ramadhani Cup, mashindano ya ng'ombe, ya mbuzi, ya paka, tumwachia wao. Sisi sasa hivi tumebeba bendera ya nchi iko mgongoni kwetu. Sisi tunawakilisha Sekafa, tunawakilisha Tanzania. Kwa hiyo mashindano yote hapa nyumbani hatujawakimbia, na kuhakikishia kwamba sisi hatujawakimbia. Leo nadhani haya mashindano wao wenyewe wapo. Wasijipige shoti tu wakaja kutolewa. Sisi tunachohitaji wafike pale tunapopataka, ili ikiwezekana twende tukakutane nao. Mtale anafunga mchezo wa pili mfululizo kwenye hii michuano. Pengine inaashiria kitu gani kwa nyie wana Simba kuelekea msimu unaokuja? Wamo mchezaji mzuri, lakini waga saa nyingine wachezaji wanapitia kipindi kigumu. Kwa hiyo katika wachezaji wanaopitia kipindi kigumu wachezaji wetu Budo Mutale, lakini sasa hivi tunaona analikava vizuri. Lakini mimi niwaambie wana Simba, nimeona wana Simba wengi, Ateba mpaka alivyoumia akatoka nje, wengine walikuwa wanataka kumzomea. Sio kitu sahihi. Mchezaji ni mtu wa kupewa support. Sometimes tunaona wachezaji wanapitia, akina Messi, wakina Ronaldo wanapitia hivi vipindi. Sasa leo Ateba anapokosea, na ndo mwanajeshi wetu, hatuwezi kuingiza mchezaji mwingine zaidi ya KS sababu ndo mwanajeshi wetu. Kinachotakiwa support. Kuna kipindi watu walimtukana Kip Dennis, lakini leo Kip asipocheza watu wote wanalalamika. Kwa hiyo lazima tuwape muda wachezaji wetu. Sasa hivi upepo umepita kwa Joshua Mutale, lakini Mutale karudi, na hata Ateba atarudi, atalikava vizuri. Neno moja kwa South. Kwa South Africa tuwaambie hatuna cha kupoteza. Ukubwa wetu utaonekana kama tulivyowaambia Constantine kwamba mwezi kuongoza hili kundi, tutaongoza sisi wakubwa na timu zilizobaki zote, kwa sababu wote wale kwetu ni wadogo, wote wadogo walobaki, nadhani wabaki watatu, sisi na ndo wanne. Kwa hiyo wale watatu wote wale wadogo tunawaambia tunachohitaji sio kufika hatua ya finali, tunachohitaji ni kombe, na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia. Hatutegemei mizizi, hatutegemei ndumba, hatutegemei chochote. Tunamwamini Fadu Davis, tunaamini kikosi chetu, tuna vijana, na nimpongeze mwalimu. Nimeona leo kamchezesha kijana under 20. Nadhani kila mtu kamuona uwezo wa yule kijana, hata Max Zengeli hapati kitu. Nashukuru sana.